Nashukuru sana kama alivyosema Sheikh. Nakaribia mwaka, niliteuliwa mwaka jana mwezi wa 10. Tulikabiliana na Jokate na huu ni mwezi wa 9, kwa hiyo na miezi kama 11. Nashukuru sana kufika hapa. Kwa hili ni mgeni, ni mara yangu ya kwanza. Nashukuru sana kwa ukaribisho katika hii maulid. Ni jambo jema, na mimi kama kiongozi wa serikali napaswa kusimamia shughuli zote zikiwemo hizi za kidini. Kwa hiyo mimi kama kiongozi wa serikali kuombe sana Sheikh pamoja na waumini wote, Waislamu wote walioko hapa. Tuko hapa kwa sababu ya amani. Amani ni kitu kikubwa sana. Waasisi wetu baba wa taifa na Sheikh Karume walituachia hii amani ya historia. Hapa tulipo hatuulizani umetoka wapi, kabila gani. Tunachokijua ni Watanzania na tunawasiliana kwa lugha moja ya Kiswahili. Na Watanzania hatujapata hata siku moja kugombana tukaanza kukimbia. Sisi ndio tulikuwa tunawakaribisha wageni wapigania uhuru, walikuwa wanakuja hapa ili tuweze kuidumisha hiyo amani. Tunasikiliza mengi kwa majirani na nchi zingine za huko mbali, ile adha wanayoipata. Kwa hiyo niwaombe sana Waislamu, tuendelee kushikamana, tuendelee kuiombea nchi yetu amani, tuendelee kumwombea dua Mheshimiwa Rais wetu pamoja na wasaidizi wake, na kikubwa Sheikh pamoja na Waislamu wote tuendelee pia kudumisha maadili kwetu sisi wenyewe watu wazima, tuwafunze vijana wetu ili pamoja na kuiombea dua hii amani yetu, lakini tuendelee kuwa na maadili mema ya Kitanzania. Kama kiongozi wa serikali niwaombe kama Sheikh hapa amegusia, tuna mambo makubwa mawili yaliyoko mbele yetu. Kwanza ni uchaguzi wa serikali wa viongozi wa serikali za vitongoji, vijiji na mitaa. Lakini mwakani pia tutakuwa na uchaguzi mkuu. Kwa wale wote ambao watakuwa wamefikia umri wa miaka 18 tuweze kujiandikisha kwenye daftari la mkazi kwa ajili ya uchaguzi huu wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji. Lakini mwakani pia wale pia waliofikia miaka 18 na kuendelea kuboresha daftari la mpiga kura, na wengine wale waliofikia umri huo kujiandikisha. Nashukuru sana kwa huu mwaliko. Kama walivyosema Sheikh, naomba niweke alama kidogo kabisa kwenye msikiti huu. Nachangia mifuko 15 ya saruji. Natoa keshi hapa shilingi 1,500,000. Lakini naomba kuahidi, inshallah Mungu atupe uzima, mwisho wa mwezi nitafute hiyo 800,000 nichangie generator. Allahu akbar. Allahu akbar.